Customer care kwa dada wa kazi za ndani ni muhimu sana. Hii sio tu inahusu utendaji wa kazi, bali pia ni jinsi inavyohusiana na mwajiri na wanafamilia. Hapa kuna maarifa ya kuongeza katika mtaala wetu kuhusiana na customer care kwa wadada wa kazi za ndani. Tunaelewana eh? Kitu cha kwanza ni lugha chanya, ambayo hii inaingia kwenye mahusiano yenye heshima na ufanisi. Kutumia lugha chanya. Hivi je, kukutana na mtu mara moja tu, lakini namna atakavyokusemesha siku hizo ukatamani kwa unamuelezea kabisa. Hata kama usipomueleza unaishi kweli nilienda sehemu fulani niliongeleshwa vizuri. Wanasemaga first impression. Yaani ukikaa na mtu ukao unaongea naye tu vizuri, yaani hata kama usipo spend naye muda mwingi, lakini ile lugha chanya unaitumia kwenye kuzungumza na mtu yoyote huwa inakuaga ina thamani kubwa sana. Inamaanisha kitu kikubwa sana. Kwa hiyo daima tumia lugha chanya na yenye heshima. Epuka kulalamika na kutumia maneno ambayo yanamkera mwajiri wako. Badala yake elezea changamoto unazozipitia kwa njia tulivu. Kwa sababu kumbuka yule ni bosi. Bosi huwa anakerwa sana na watu ambao wanapenda kuwa walalamikaji, unaongea vitu vingine vinamtrigger, anakasirika, akiangalia kazi zake uzifanye vizuri, afu bado tena wewe mwenyewe unaongea vitu ambavyo havielewi. Unaweza ukaangalia hata kama ingekuwa wewe ndo mwajiri, ungefanya the same way. Yaani ungefanya hicho ambacho mwajiri wako anakifanya. Kwa hiyo hakikisha unatumia lugha chanya. Hata kama kuna changamoto, angalia namna nzuri ya kuweza kuipeleka hiyo changamoto, isionekane sasa kwamba na wewe mwenyewe ndio hata kuna namna ya kutatua changamoto hujui. Lugha chanya ni kwa watoto na watu wazima na kila mtu ambaye atakuja kwenye hiyo familia ambapo wewe unafanya kazi. Tunaelewana? Cha pili ni sikiliza na uelewe. Sikiliza kwa makini maelekezo ya mwajiri wako na uhakikishe umeelewa. Jamani, haya ndio ninayowaambia hapa kwenye haya mafundisho. Hakikisha unachofundishwa hapa umekielewa. Sikiliza kwa makini. Ninawafundisha tena na ninawaambia kwamba kuna tofauti kubwa sana ya kusikia kitu na kusikiliza. Inawezekana hapa watu wote mkikaa mnasikia ninachokiongea, lakini wanaosikiliza inawezekana wasiwe wote. Sasa shida inakuja wapi? Kwa yule ambaye yeye alisikia lakini hakusikiliza. Ina maana hapa kesho nikiuliza kitu ambacho tumejifunza leo au baada ya kipindi nikaamua kuuliza maswali hapo, unashangaa mwingine ananitumbulia tu macho. Kama vile hakuepo na wote tulikuepo. Kwa hiyo ni lazima tuwe tayari kuwa tunasikiliza kwa makini. Jifunze kabisa kuwa una pay attention. Na mtu anavyokusemesha, pay attention, kuwa pale. Una mazoeko mengine achana nayo, utadili nayo baadaye. Msikilize kile anachokuambia kwanza, hakikisha umekielewa. Kama una kitu chako cha kumwambia, sio kama anakuambia kitu chake na wewe unaingilia tu katikati ya maongezi. Kwanza sio nidhamu. Lakini pia pili itakusababishia wewe distraction, ukashindwa hata kuelewa ambacho anakuelezea. Kwa hiyo focus, muangalie mtu, msikilize anachokuelezea, muangalie na vitendo vyake anavyovifanya katika kukupa maelekezo, lakini pia yatekeleze yale maelekezo ambayo unafanyaje? Unapatiwa. Kama hujamuelewa, huo ndio muda sahihi wa kumuuliza. Usiache umeshaelezewa kitu, mtu ameamini kwamba umeelewa, amekupa sasa kazi, unaenda unaharibu. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri jamani? Wadada Center. Wadada Center. Nguzo ya familia. Kingine ni kutoa taarifa. Ikiwa kuna dharura au shida, mfano kama kuna kitu kimeharibika, toa taarifa kwa mwajiri wako haraka iwezekanavyo. Jamani, jana tu tulikuwa tuna deal na issue moja ya dada mmoja hivi alikuwepo hapa. Nadhani atakuwa ameenda kujiandaa na safari. Yaani kitu cha mwajiri wako kinaharibika, hata kama umehusika, hujahusika, kwa sababu kumbuka vile vitu vinavyohusiana na mambo ya nyumbani viko chini yako, wewe una dhamana ya kuvitunza. Kwa sababu wewe ndio unaosha vyombo, wewe ndio unawekea vyombo mezani, wewe ndio unatoa, wewe ndio unavipanga kwenye kabati. Hata kama watumiaji ni wengi, lakini mwisho wa siku mwenye dhamana ya kuvitunza vile vitu ni nani? Ni wewe. Na ndio maana unalipwa jamani. Sasa vile vitu vinavyokuwa vinaharibika, alafu wewe unajificha tu ama usemi tu, unafikiri kwamba labda yani ni yuko ni kushindwa kuwajibika. Kabisa. Na ni utovu wa nidhamu vile vile, kwa sababu unatengeneza mazingira ya mtu baadaye anakuja anashangaa tu vitu vyake havioni. Alikuwa na glasi 12 ghafla nazo 3. Vijiko vilikuwepo kibao, mwisho wa siku viko vile. Kumbe kila siku ukienda unamwaga tu kimoja hapo kwenye dustbin. Kesho kutwa unamwaga kingine. Kwa hiyo ni lazima wewe unaripoti vitu vya mwajiri wako vinapoharibika. Hakikisha unaviripoti. Yaani akija cha kwanza unamsalimia, unampokea, kama ana mizigo umebeba, unamwambia samani madam, leo kulikuwa kuna jagi hivi na hivi limepasuka kwenye freezer, ama limefanyaje, ama kulikuwa kuna chupa ya chai kipindi naiosha ikapasuka, ama kuna nini imepasuliwa na mtoto, unaona? Kwa hiyo hata kama ndio tayari ni kosa, lakini kuna namna ambayo wewe umeanza sasa hiyo ni njia mojawapo ya kuendelea kulisolve lile tatizo ambalo limetokea.
Na maana from there mnaweza kuuliza sasa maswali, ilikuwaje kavunjika? Okay, next time usifanye hivyo, fanya hivi. Unaona? Lakini ukinyamaza kimya, ina maana kama leo umepasua cha kwanza ukanyamaza, kesho kitapasuka kingine na hutajua namna ya kusolve. Tunaelewa? Kwa hiyo tuhakikishe unatoa report. Tukumbuke waajiri wanajua vitu vyao jamani, hata kama wako busy. Kuna mtu mwingine kitu chake akiingia tu na ngora kitu fulani leo akipo. Ndio maana ukihamisha chochote unakwambia kuna kitu fulani, mbona leo kama vile sebuleni kwangu kuna utofauti? Kuna kitu fulani umekitoa kilikuwa hapa. Kwa hiyo msiwaone wako busy mkadhani hawafuatilii. Hakikisha unakuwa unatunza vitu vya mwajiri wako. Toa taarifa ya vitu vinavyoharibika, lakini pia hatutaki kabisa kusikia stories za wewe umeenda kazini kwa mtu, wewe ndo kila siku kwanza umefika ndo vyombo vyake vipasuke, sio vitu vyake vipotee, sio mara vitu vimeharibiwa. Hatuhitaji jamani. Ndio maana tunawafundisha uwajibikaji, tunawafundisha kuthamini, customer care, kujali. Wewe sasa hivi ukiwa unajali kitu chako lazima utakitunza. Tunaelewana eh? Ndio maana simu yako unaitunza vizuri kwenye mfuko ama kwenye pochi ama kwenye kidondoka tu, Mungu wangu simu yangu imedondoka. Nani hapa anaweza kuacha tu simu yake kadondokea kwenye maji? Unadhani ni kwa nini amweki kwenye maji? Kujali, unajali simu yako, unaipenda. Kwa hiyo na kule kwa mwajiri wako ipende kazi yako, jali vitu vyake, vitunze, mtunzie vitu vyake, ana vyakula vyake vipo kwenye mafridge. Usisubiri tu viharibike. Nenda kamwambia kuna vitu tulileta hivi na hivi na hivi, expiry date imekaribia, au hata kama sio expiry date, madam tuleka samaki nadhani wamekakaa muda, tujaribu kama kuwapika ili kwamba wasije wakakaa wakaharibika. Kuna matunda madam ulileta nadhani umeyasahau, niwekee leo matunda gani meza. Unaona? Yaani ataona kama vile mbona huyu mtu sio tu kwamba anafanya kazi zake, lakini pia anazijali na anatujali sisi kama wanafamilia. Yule mtu kesho na kesho kutwa, yani haoni shida kuwa hata anaishi nawe vizuri, anakutreat vizuri, anakutip kwenye baadhi ya vitu. Wapo watu wamekuja hapa mpaka wanaongezewa mishahara. Tunampeleka mtu alikuwa analipwa 1,500 na analipwa 200,000. Mtu analipwa 500,000 mpaka analipwa 700,000. Kwa sababu gani? Anajali. Sio tu anafanya kazi, yani ipo siri kwenye kujali, kwenye customer care. Tunaelewana eh? Vizuri. Kutoa taarifa. Imaanisha kwa sababu tumesema tutoe taarifa ndio usivitunze. Vitunze visiharibike. Kitokea kimeharibika, toa taarifa. Mwenye swali ni nani kwanza tulipoanza kujifunza kuhusiana na customer care mpaka hapa? Sikiliza kwa makini na uelewe. Nasema hivi, sikiliza na uelewe. Sikiliza na uelewe. Unaelewana eh? Inamaanisha nini kwa kwenye sikiliza na uelewe? Maana yake ni kwamba kama umesikiliza haitoshi kusikiliza tu. Maana yake unatakiwa uelewe. Kama hujaelewa unafanyaje? Zulfa, tumesema kama hujaelewa unafanyaje? Mchukua jibu. Naona kama hujaelewa unafanyaje? Unauliza. Unauliza muda gani? Muda gani? Yaani ni muda gani utauliza? Kwa mfano kama sasa hivi mimi ndo nakupa maelekezo hujaelewa, unauliza muda gani? Unauliza muda huo. Wewe unauliza muda huo. Tumeelewana jamani? Ili kwamba usiondoke mtu akaashumu yeye kwamba huyu mtu amenielewa, kumbe hujafanyaje? Haujaelewa. Haya, utatuzi wa matatizo na kujifunza. Hii yenyewe ni moja kati ya package ya kwenye customer care. Kubali makosa. Hii nayo ni shida kwa wadada wa kazi za ndani. Ni package ya kwenye customer care, yani ni sehemu ya pili. Ya kwanza pale tumesema tumeanza customer care jamani. Tukasema kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia kwenye customer care. Tukasema ni mawasiliano, cha kwanza ni mawasiliano yenye heshima na ufanisi. Ambapo kwenye mawasiliano yenye heshima na ufanisi tukasema cha kwanza ni kutumia lugha chanya. Cha pili sikiliza na uelewe. Alafu cha tatu ni kutoa taarifa. Hii sasa inapatikana kwenye mawasiliano yenye heshima na nini? Na ufanisi. Alafu ndio tumekuja sehemu ya pili ambayo ni utatuzi wa changamoto na kufanyaje? Kujifunza.